kupewa bendera ya taifa letu la Kenya, ikiwa ni heshima ya hadhi ya juu ambayo ameweza kupewa na taifa lake kwa majukumu aliyoweza kutekeleza akiwa hapa duniani. Na ni vyema Mwenyezi Mungu ameona tangulie mbele za haki. Tunazidi kushukuru Maulana kwa miaka 80 aliyoweza kutupa tukaweza kuishi na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, na hali kadhalika tukishukuru yale yote aliyoweza kuchangia kwa miundo misingi ya taifa letu la Kenya. Wananchi wakiweza kupeperusha bendera hivi sasa, wakiweza kumpa buriani kwa heri Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hii leo ikiwa ni misa ibada, na inshallah siku ya Jumapili tutaweza kumpumzisha. Haya yakiwa ni mazishi ama ibada ya kitaifa, ndiposa utaona viongozi wote wa serikali wakiongozwa na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto akiongoza taifa kumwomboleza aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga, na viongozi wa taifa letu la Kenya wakiwa wameandamana naye Mheshimiwa Rais kuweza kufariji wa Kenya, kufariji familia ya Mheshimiwa Raila Odinga, miongoni mwa waombolezaji waliofika siku hii ya leo. Asante sana bendi za majeshi ya ulinzi, tuwe standby kwa wimbo wa taifa. Bendi za majeshi ya ulinzi, tuwe standby kwa wimbo wa taifa. Basi tunavyoshuhudia sote, upande ule wa pili Mheshimiwa Rais na viongozi wa tabaka mbalimbali Paul Bearers wakiweza kujitayarisha kuweza kuondoa mwili wa mwenda zake kwenye gari hili maalum ambalo hutumika kubeba watu mashuhuri. Gari hili liliweza kutumika kubeba mwili wa mwenda zake Rais wa pili wa taifa la Kenya Daniel Toroitich Arap Moi. Tukaweza kuona ukiweza pia kubeba mwili wa Rais Mwai Kibaki, na hali kadhalika aliyekuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi Generali Francis Omondi Ogola. Na hii leo tunashuhudia gari hili likiweza kubeba mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, likiwa ni gari maalum ambalo linapatikana katika idara ya jeshi kwa sherehe kama hizi. Maafisa watakaobeba mwili wa mwenda zake hivi sasa wakiweza kujitayarisha ili wakabebe mwili huu hadi mahali tutakapoweza kupokea wimbo wa taifa, kisha tutaweza kuketi na nitaweza kumpisha mwenzangu aweze kuendelea na itifaki na ratiba itakayofuata ya misa ibada ya mwenda zake.
Tunazidi kushukuru wananchi walioweza kufika kuweza kushiriki nasi misa ibada ya mwenda zake, na hali kadhalika tuwashukuru kwa utulivu wenu, na hali kadhalika kuweza kuhakikisha kwamba tumeweza kupokea mwili wa mwenda zake ugani Nyayo, uwanja wa kitaifa wa Nyayo, tayari kwa ibada ambayo itaongozwa na kanisa la Kianglikana hapa nchini. Haya ikiwa ni ibada ya kitaifa ya mwenda zake aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga, mwili wake hivi sasa ukiweza kutayarishwa na Paul Bearers ili tuweze kupokea mahali hapa rasmi. Tutakapopokea mwili huu, gwaride litaweza kuendelea, kisha tupate wimbo wa taifa, na baada ya hapo tutaweza kuwajuza ratiba itakayofuata. Kitazama jeneza la mwenda zake limeweza kufunikwa na bendera ya taifa letu la Kenya, ikiwa ni uzalendo wa hali ya juu na heshima za hadi ya juu aliyopewa mwenda zake. Wakiweza kujitayarisha hivi sasa ili wakaweze kuleta mwili huu, tunaomba wapiga picha wetu tafadhali muweze kuwapisha kwa heshima. With all due respect, kindly tunaomba wapiga picha tuweze kuruhusu gwaride hilo kuweza kuendelea tafadhali. Viongozi wetu wa kidini kutoka idara ya jeshi wakiwa mahali pale, kiongozi wa kanisa la Kianglikana, dini ya Kiislamu, na hali kadhalika kanisa la Kikatoliki wakiwa tayari kuweza kutuletea mwili huu mahali hapa. Wataweza kuleta mwili huu kwa gwaride mwendo wa kinyonga, ama ukipenda slow march, ili tuweze kupokea mwili huu rasmi kwenye jukwaa maalum. Kwa mwendo wa kinyonga kwa umaridadi kabisa, wakiwa wanauleta mwili wa mwenda zake mahali hapa.
kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya mwenda zake, Mungu wa majeshi mwenye kuneemesha neema zote, neema kubwa na neema ndogo ndogo. Taomba wananchi tubaki tukiwa tumesimama, kwa sababu wakati wowote tutaweza kupokea wimbo wa taifa kwa heshima ya kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Odinga. Basi kwa heshima naomba tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa. Processional hymn. Sasa ukiweza kupitisha mwili wa mwenda zake katikati ya gwaride hili laandaliwa na jeshi la nchi kavu. Kisha baada ya hapo tutaweza kuendelea na ratiba ya siku ya leo. Heshima hizi za kitaifa akipewa kiongozi wetu siku hii ya leo. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Asante sana wananchi wazalendo mlioweza kufika kuomboleza nasi na hali kadhalika kujiunga nasi kwa ibada ya mwenda zake
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako hivi sasa nipishe mwenzangu Bwana Mike Gitonga aweze kuendelea na ratiba itakayofuata. Welcome, sir. Asante mwenzangu Bwana Misango. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Your Excellency Rachel Ruto, First Lady of the Republic of Kenya. Your Excellency Aida Odinga and family. Your Excellency Taye Selassie, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellency Dr. Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya. Your Excellency Dr. Philip Isdor Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency Rebecca Nyandeng, Vice President of the Republic of South Sudan and Chairperson of the Youth and Gender Cluster. Your Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, Fourth President of the Republic of Kenya. Your Excellency, ambassadors, foreign ministers representing various countries, governors present, led by the Governor Nairobi County, Honorable Johnson Sakaja, principal secretaries and cabinet secretaries present, the ODM leadership, members of parliament led by the House speakers and leadership of the houses, the Honorable Chief Justice, the clergy, all mourners present in this stadium and watching from various parts of the world. Your Excellency, with your permission, we will grant an opportunity for heads of states and deputy presidents to pay their last respect to the Right Honorable Raila Amolo Odinga. At this point, allow me to invite His Excellency Taye Selassie to pay his last respects by the coffin where lies the remains of His Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Let me also now invite His Excellency Dr. Philip Isdor Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania. Followed by Her Excellency Rebecca Nyandeng Ngarang. Then followed by His Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. After last respects have been paid, we shall then hand over to the church
to lead us in the sermon. But first of all, let's allow the distinguished guests who have proceeded to first of all view. I'll now invite the Professor David Cordia, Bishop of the Anglican Diocese of Bondo, to now lead us in the service and the homily for this particular session. Professor David Cordia, Bishop, karibu tafadhali. Also to recognize His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia. Also to recognize Interior Minister of Rwanda, representing His Excellency Kagame, President of the Republic of Rwanda. So currently we have His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia, paying his last respects. Then I will invite Professor David Cordia, Bishop of the Anglican Diocese of Bondo, to take over the service. Professor David Cordia, kindly you may take over the service and lead us in the sermon. And the Anglican Diocese of Bondo, and the entire Christian fraternity, and all of us here present, I want to say thank you for all those who have come and ask for silence as we begin this service. So by the divine calling to our episcopacy, I wish to declare this service, state funeral service, for the Right Honorable Raila Amolo Odinga, officially opened. In the name of God the Father, the Son,
and the Holy Spirit. Amen. And I would like to ask Bishop Jonathan Kabiru of Nairobi to come and open the word. Basi na tusimame kwa maombi. The Lord be with you. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mwenyezi Mungu, twaja mbele zako asubuhi ya leo katika ibada hii ambayo ni ibada ya huzuni sana, katika hali ya kusherehekea maisha ya mtumishi wako, kiongozi wetu, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, ambaye Mwenyezi Mungu ulimpeana katika ulimwengu huu tangu mwaka huo wa 1945, na Mwenyezi Mungu wewe umeandamana pamoja naye katika maisha yake. Akawa ni baraka kubwa kwa familia ya Odinga, akawa wa baraka kubwa katika nchi yetu ya Kenya, Afrika yetu na ulimwengu wote. Na sasa katika kikao hiki tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, ututulize roho zetu, ufariji familia yake, na ibada hii iendelee vyema, na katika hali zote Mwenyezi Mungu uweze kutamalaki. Twaomba ya kwamba kama watukufu wa nchi hii yetu ya Kenya, ya kwamba neema yako na amani yako itakuwa juu yetu. Kwa Kristo Yesu twaomba na kuamini. Amen. As we stand, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Kindiki, Mama Canon Ida Odinga and her family, on behalf of our bishops, as the Anglican Church, we are delighted to lead the family, the nation, and the world in honoring a great son of Africa. To begin our solemn service, we will ask the combined choir of All Saints Cathedral, Nairobi, and ACK St. Stephen's Cathedral, Jogoo Road, to lead us in singing 2 stanzas of Bwana ni Mchungaji. Tunaposimama tafadhali.
We may please resume our seats. Jesus says, I am the resurrection and the life. He that believes in me, though he dies, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold and not another. We brought nothing into this world, and it is certain that we carry nothing out of it. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. The grass withers and the flowers fall, because the breath of the Lord blows on them. Surely the people are grass. At this moment, we shall be upstanding for the bidding prayer. We shall be upstanding for the bidding prayer. We are gathered here at the Nyayo National Stadium to commemorate the life of one of our own foremost leaders, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the former Prime Minister of the Republic of Kenya and the ODM party leader. We are grateful to Mama Ida Odinga, Rosemary, Raila Jr., Winnie, the late Fidel's family, and the entire Odinga family for their generosity in sharing Raila with the world. His immense contributions inspire us in shaping Kenyans' governance and democracy. We solemnly beseech our Heavenly Father that He may grant comfort and peace to the family at this time of grief. We ask that God may encourage all who worked closely with our departed statesman stroke Pan-Africanist and every person affected by his sad and abrupt death. It is our humble supplication that our Lord God Almighty may grant us the grace to follow his example, to preserve his legacy, and at the last to share in the promise of resurrection at the second coming of our Lord Jesus Christ. We pray this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Colonel Gratol Mwanyanya, the Principal Chaplain, Kenya Defense Forces. I now request that we please sit as we ask the combined choir to lead us in singing You Raise Me Up, after which Safi and Lamek will bring us the readings, followed by the psalm by Canon Geoffrey Okapesi, the Administrative Secretary, the Anglican Diocese of Nairobi. Choir, please.
Thank you, choir. Kindly let us all stand for the psalm reading. Kindly let us all stand up for the psalm reading. The psalm reading appointed for today is taken from Psalm chapter 90, beginning to read at verse 1. Psalm chapter 90, beginning to read at verse 1. Lord, you have been our dwelling place throughout generations. Before the mountains were born or brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are a God. You turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, up by evening it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. In all our days pass away under your wrath. We finish our years with a mourn. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. If only we knew the power of your anger. The wrath is as great as the fear that is your due. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was written in the beginning, so is now, and ever shall be. Amen. Kindly let us take our seats for the first reading. In presence of God, in presence of God and of Christ, Jesus will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: preach the word, be prepared in the season and out of season. Correct, rebuke, encourage with great patience and careful instructions. For the time will come when people will not put up the sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to save their itching ears and want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside from myths. But you keep your head in all situations, endure hardships, and do the work of evangelist, discharge and duties of your ministry. For I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept faith. The second reading is John 5:25 to 29. Very truly I tell you, a time is coming, and now has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And he has given him authority to judge, because